Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Visa 28 vya dhuluma kwa watoto vimewasilishwa katika mahakama ya Malaba Teso Kaskazini, kaunti ya Busia tangu mwezi Januari mwaka huu. Hakimu mkazi wa mahakama hiyo Ocharo Momanyi akihofia huenda visa hivyo vikafikia 60 kufikia mwisho wa mwaka huu. Maswala yaliibuka wakati wa hafla ya kutoa hamasisho kwa jamii kuhusu haki zao iliyoandaliwa na mahakama ya Malaba kwa ushirikiano na idara ya watoto pamoja na mashirika ya kijamii. Kwa vile nyi wakora niliuficha begini. Maafisa wa mahakama pamoja na washikadau hao walitangamana na wananchi kutoka sehemu mbalimbali za eneo bunge la Teso Kaskazini. Katika hafla iliyoandaliwa katika chuo cha mafunzo anuai cha Magoro, mandhari ya siku ikiwa haki mashinani. Tuko na watoto wengi katika jamii ambao wanadhulumiwa kwa njia moja au nyingine, na wengine wao hawawezi kupata haki kwa sababu familia zao wakati mwingine hawana habari kuhusu mahakama yetu. Na mahakama iko hapa Magoro, ni mahali ambapo kila mtu anaweza kufika kama vile hakimu ameeleza, na wale ambao wanashiriki maneno ya kangaroo courts kushughulikia kesi wakiwa pale nyumbani kwa wazee, hiyo inaitwa conspiracy to defeat justice, na ni kitu ambacho tunapinga na tunakataa. Kama statistics kwa saa hizi tumefika kesi namba 28, na unaona tunaelekea katikati ya mwaka. Ukitumia hiyo statistics inakwambia ya kwamba tunaweza fika kesi kama 60. Lakini sasa tatizo kubwa ambalo idara ya watoto itakwambia ya kwamba ni kuna kesi zingine unapata zinahusisha watu wa familia. Hizo zinafichwa, hazitafika mahakamani. Lakini zile zinafika, tunapatia hizo cases tarehe za haraka. Sisi kama watu wa Kaskazini North, Teso North, au Busia, karibu Busia nzima, ile kitu sasa tutaki kusema juu ya kudhulumu ya watoto, kusema ukweli. Upati ukweli, tunajificha mabaya. Asilimia 60 ya wazazi katika eneo bunge la Teso Kaskazini wamelaumiwa kwa kutelekeza majukumu yao kwa wana wao kwa kuwanyima mahitaji yao ya kimsingi, hulka hiyo ikiongeza uwezekano wa watoto kudhulumiwa. Kiangalia kiwango chenye wazazi ambao hawatekelezi majukumu yao, ambao tunasema ni neglect, kiko juu, na utapata hata hapa Teso, as much as the county iko katika asilimia 58, Teso pia iko zaidi ya asilimia 60 ya wazazi ambao hawatekelezi majukumu yao. Na tukiangazia vizuri, hicho kitu kimechangia sana kwa watoto kudhulumiwa, venye tumesema kwamba defilement na pia other sexual abuse. Mashirika ya kijamii yamewahimiza washikadau kuungana ili kuona kuwa watoto wanapata haki, wakisikitika kuwa ukosefu wa hifadhi salama kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia unahujumu haki za waathiriwa. Pia tumekuja hapa kwa sababu ya ile takwimu zinaonyesha kwamba kuna idadi kubwa sana ya watoto ambao wanadhulumiwa hapa Teso Kaskazini, na sisi kama washikadau ni jukumu letu pia kujumuika na serikali kuweka nguvu na bidii pamoja kuhakikisha kwamba hawa watoto wamepata haki, lakini pia wale ambao huwa tunawaita kwa lugha ya Kimombo at risk, wale ambao wako at risk wasipatikane katika shida hii. Na pia tunahakikisha kwamba kuna ile miundo msingi na sheria mwafaka ambayo itasaidia kuhakikisha kwamba hao watoto wamelindwa. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Teso Kaskazini Charles Chepkonga amesikitikia idadi ndogo ya visa vya dhuluma za kijinsia vinavyoripotiwa licha ya kuwepo kwa visa vingi ambavyo vinapotelea mashinani. Ile shida ambayo tuko nayo kama polisi ni kwamba cases haikuwa reported, kwa sababu sisi tunadili na ile cases ambayo imeripotiwa, na zile zote ambazo zimekuwa reported tumepeleka washukiwa kotini. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.